Kabla hatujaomba, ningependa kusema maneno machache kisha tutaomba pamoja. Kila siku kama mwamini, umezungukwa na sababu nyingi sana za kumshukuru Mungu. Wakati mwingine katika haraka za maisha ya kila siku, unaweza kusahau kusimama na kutafakari ni kwa kiasi gani umebarikiwa. Lakini shukrani ni muhimu sana. Ni msingi wa uhusiano wako na Mungu, ni njia ya kutambua uwepo wake na matendo yake mengi ya wema katika maisha yako. Unapoamka kila asubuhi, kabla hujaanza shughuli za siku, chukua muda kidogo kusema tu asante. Mshukuru kwa zawadi ya siku mpya, kwa pumzi iliyo ndani ya mapafu yako na kwa nguvu ya kuamka kutoka kitandani. Mshukuru kwa rehema zake zisizoisha zinazokutana nawe kila asubuhi, rehema ambazo ni mpya kila macheo ya jua. Maisha yenyewe ni zawadi kubwa sana, zawadi ambayo wakati mwingine unaweza kuichukulia kawaida. Lakini unapofungua macho yako na kutambua ukubwa wa zawadi hii, moyo wako unajaa shukrani kwa kawaida. Kitendo hiki rahisi cha kushukuru kinaweza kuweka mwelekeo wa siku yako yote, kikikuweka imara katika ufahamu wa upendo wa Mungu na utoaji wake wa kila siku. Hata hivyo, wewe ni mwanadamu na wakati mwingine unaweza kujikuta unapata shida kupata sababu za kushukuru, hasa wakati maisha yanapokuwa magumu. Katika nyakati hizo ni rahisi kusahau baraka nyingi ambazo Mungu tayari ameweka katika maisha yako. Lakini niruhusu nikukumbushe kwa upole sababu moja ambayo inapaswa kukurudisha daima katika shukrani ya kina. Yesu Kristo alitoa maisha yake kwa ajili yako. Fikiria hilo kwa muda. Muumba wa ulimwengu alichagua kuteseka na kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Hakulazimika kufanya hivyo. Hakuwa na hatia ya kosa lolote. Lakini kwa sababu ya upendo wake mkubwa, alichagua kubeba mzigo wa dhambi zako. Alivumilia maumivu, aibu na dhabihu kubwa kabisa ili kuhakikisha kwamba unaweza kupatanishwa na Mungu. Huu ni upendo mkubwa sana, upendo usio na masharti, unaozidi ufahamu wa kibinadamu. Ukijua hili, moyo wako unawezaje usijazwe na shukrani? Una haja ya kujitahidi kupata kibali cha Mungu au kufanya kazi ili uingie mbinguni. Yesu tayari amefanya kazi ngumu kwa ajili yako. Kitu pekee kilichobaki kwako ni kupokea upendo wake, kumtambua kama njia, kweli na uzima. Kupitia kifo na ufufuo wake, Yesu alifungua mlango wa uzima wa milele kwa ajili yako, zawadi ya thamani sana ambayo inapaswa kujaza moyo wako na shukrani isiyoisha. Sasa hebu tuombe pamoja. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo uliojaa shukrani, nikiwa nimeshikwa na mshangao wa mpango wako wa mbinguni kwa maisha yangu. Najua kwamba kila wakati, kila pumzi, kila hatua ninayochukua ni sehemu ya safari ulionipangia kwa uangalifu mkubwa. Asante kwa njia ulizoweka mbele yangu, hata wakati sielewi kikamilifu zinaelekea wapi. Ninaamini katika hekima yako, nikijua kwamba unaona mwisho tangu mwanzo na kwamba unaniongoza kuelekea maisha ya baadaye yaliyojaa tumaini na kusudi. Asante kwa mchakato ulio mbele yangu, kwa ukuaji, changamoto, mafunzo na ushindi. Ninashukuru kwamba uko pamoja nami katika kila hatua ya njia, ukitoa hekima na mwongozo wako. Wewe ndiye chanzo cha nguvu zangu, katikati ya furaha yangu, na sababu ninayoweza kukabiliana na kila siku kwa ujasiri. Bwana, ninaomba uendelee kunipa kila kitu ninachohitaji ili nikufuate kwa uaminifu. Panda miguu yangu juu ya mahali pa juu ambapo ninaweza kukukaribia zaidi, na acha moyo wangu ujazwe na imani isiyoyumba katika mpango wako. Asante kwa yote niliyo nayo, kwa baraka nyingi zinazojaza maisha yangu, hata zile ambazo wakati mwingine nazisahau au kuzichukulia kawaida. Asante Bwana kwa zawadi ya afya, baraka ambayo siichukulii kawaida. Najua kwamba kila siku ninapoamka nikiwa na uwezo wa kutembea, kuona, kusikia na kupumua ni zawadi ya thamani kutoka kwako.
Asante kwa nguvu katika miguu yangu inayoniwezesha kutembea, kwa macho yangu yanayoniwezesha kuona uzuri wa uumbaji wako, kwa pumzi katika mapafu yangu inayonipa uhai, na kwa hisia katika ngozi yangu inayoniwezesha kuhisi joto la jua na ubaridi wa upepo. Uwezo huu wa kila siku si mambo madogo, ni zawadi kubwa sana ninazodhamini kwa moyo wangu wote. Pia ninashukuru kwa paa juu ya kichwa changu, mahali ambapo ninaweza kupumzika kwa usalama na amani. Asante kwa chakula mezani mwangu kinacholisha mwili wangu na kunipa nguvu ya kukutumikia wewe na wengine. Najua kwamba si kila mtu ana baraka hizi, na ninashukuru sana kwamba umenipa mahitaji yangu kwa ukarimu mkubwa. Bwana Yesu, wewe ndiye mtoaji wangu na mlinzi wangu, si kwa sababu nastahili, bali kwa sababu ya neema na rehema zako zisizo na mwisho. Unanitunza, unanilisha na unahakikisha kwamba sipungukiwi na kitu ninachohitaji kweli. Ninaleta mbele zako matumaini yangu yote, ndoto zangu na matarajio yangu, nikiyaweka chini ya msalaba ambapo ninapata amani na pumziko. Ninakabidhi kila kitu mikononi mwako yenye uwezo, kuanzia wasiwasi wangu wa kifedha hadi afya yangu, kuanzia ndoto zangu binafsi hadi njia ya kazi yangu. Ninakabidhi yote kwako nikijua kwamba una uwezo zaidi wa kusimamia maisha yangu kuliko mimi mwenyewe. Ninakabidhi kila sehemu ya maisha yangu mikononi mwako, nikiwa na uhakika kwamba utaniongoza kulingana na mapenzi yako kamilifu. Ninakuamini kwa maisha yangu ya baadaye, ndoto zangu, hofu zangu na mahitaji yangu. Wewe ndiye Bwana wa maisha yangu, na ninaamini kwamba mikononi mwako kila kitu kitafanyika kulingana na mpango wako wa mbinguni. Baba, nakiri kwamba kumekuwa na nyakati katika maisha yangu ambapo nimekabiliana na changamoto kubwa sana, nyakati ambapo uzito wa matatizo yangu ulionekana kuwa mkubwa sana kubeba. Lakini katika nyakati hizo zote nimegundua kwamba ulikuwa pamoja nami, ukinipa nguvu ya kuvumilia na ujasiri wa kusonga mbele. Nakushukuru Bwana kwa kutoruhusu kitu chochote kiingie katika maisha yangu ambacho ni kikubwa sana kwangu kushinda. Mkono wako umekuwa juu yangu ukinilinda nisiangamizwe na shinikizo la maisha. Hata katika nyakati zangu za giza zaidi, ulikuwa hapo ukiniongoza, ukiniinua na kunifariji kwa uwepo wako. Ninashukuru sana kwa Roho Mtakatifu ambaye amekuwa rafiki yangu wa karibu, akitoa faraja na nguvu nilipohitaji zaidi. Asante kwa kuwa chanzo cha nguvu zangu, kwa kuwa kisima ninachochota nguvu ya kushinda vikwazo na changamoto ambazo ni kubwa kuliko mimi. Nakushukuru Bwana kwa sababu haijalishi mambo yalionekana kuwa mabaya kiasi gani, daima ulinitokea. Wewe ni Mungu anayeheshimu ahadi zake, na kwa sababu ya hili tumaini langu haliko katika ahadi zisizo na uhakika za wanadamu, bali katika ahadi zisizoshindwa za Mungu. Ninaamini kwamba utakamilisha kila kitu kinachonihusu, kwamba utakamilisha kazi njema ulioanza ndani yangu. Ndiyo sababu ninapata nguvu ndani yako, ndiyo sababu ninaweza kukabiliana na kila siku kwa ujasiri nikijua kwamba uko pamoja nami. Nitaendelea kutafuta mapenzi yako ya mbinguni, Bwana, na nitashikilia ahadi zako za milele kama zilivyoandikwa katika neno lako. Hata wakati hali yangu inaonekana kuwa mbaya kwa macho yangu ya kibinadamu, nitaamini neno lako nikijua kwamba unafanya mambo yote yafanye kazi pamoja kwa faida yangu. Ninaomba Roho Mtakatifu aendelee kuimarisha imani yangu na kunisaidia kupata nguvu yangu ndani yako. Bwana, ninashukuru sana kwa uaminifu wako. Ni kwa sababu ya neno lako ninaweza kuishi ushindi bila hofu nikijua kwamba uko pamoja nami. Ninaomba utenge moyo wangu uwe moyo wa shukrani. Niruhusu niwe na shukrani daima, hata wakati maisha ni magumu, hata wakati dhoruba zinakuja, hata wakati imani yangu inajaribiwa. Niruhusu nione mkono wako ukifanya kazi katika maisha yangu, nikitambua baraka nyingi ulizonipa, baraka kama upendo wako, rehema zako na wema wako usioisha. Asante Bwana kwa kunipenda sana kiasi kwamba ulikuja duniani, ukavaa mwili wa kibinadamu na kufa kwa ajili ya dhambi zangu.
Dhabihu yako ni kubwa kuliko ninavyoweza kuelewa, lakini ninashukuru milele kwa hilo. Kwa sababu ya upendo wako, nina ahadi ya uzima wa milele, na kwa hiyo ninakushukuru kwa moyo wangu wote. Roho Mtakatifu, ninaomba unifundishe kutoa kwa Bwana moyo uliojaa shukrani na sifa. Nifundishe kamwe nisichukulie wema wa Mungu kama jambo la kawaida. Nisaidie kukumbuka mahali ambapo Mungu amenitoa, kuwa na furaha katika hali zote, na kuomba bila kukoma nikijua kwamba Mungu daima anafanya kazi katika maisha yangu. Baba, ninapiga magoti mbele ya kiti chako cha neema nikijua kabisa kwamba maisha yangu yako mikononi mwako. Haijalishi nitakutana na nini leo, nataka kuchukua muda huu kukushukuru kwa yote uliyofanya, yote unayofanya, na yote utakayofanya katika maisha yangu. Najua kwamba uko katika udhibiti na kwamba unaona kila undani wa maisha yangu. Unajua kile nilichopoteza na kile ninachotafuta kupata. Unajua makosa yote yaliyofanywa dhidi yangu, na unajua kile ninachostahili na kile nitakachopokea kutoka kwako. Ninaamini kwamba unafanya mambo yote kwa faida yangu, na kwamba kwa wakati wako mkamilifu kila kitu kitafanyika kulingana na mapenzi yako. Ninaomba uniongoze katika njia zangu zote, Bwana. Nisaidie kutembea katika njia yako, kufuata mwongozo wako na kuamini hekima yako. Asante kwa kusikiliza maombi haya, kwa kuwa karibu nami daima, na kwa baraka nyingi ulizonipa. Jina lako litukuzwe na lisifiwe katika kila sehemu ya maisha yangu. Na unapotazama kutoka mbinguni, na uone moyo wangu uliojaa shukrani, sifa na udhamini wa kina kwa ajili ya wewe ni nani na kwa yote unayofanya katika maisha yangu. Katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo ninaomba, amina. Na kama maombi haya yamegusa moyo wako, tafadhali andika amina. Ninaomba kwamba kila baraka katika maombi haya iwe juu yako sasa katika jina la Yesu. Na tafadhali tujulishe katika sehemu ya maoni kama ungependa tukuombee binafsi. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe daima.